Arusha ni sehemu salama sana ya Chadema kwa sababu watu wengi wa Arusha ni watu ambao wanahitaji mabadiliko na upinzani wa kweli. Arusha hakuna bulabula za wafanyabiashara, lakini watu wengi wa Arusha ni watu ambao wanajiweza kiuchumi, kwa hiyo hawanunuliki kizembe. Sio tu kwamba Kilimanjaro, na hata leo asubuhi tumeona hata Morogoro kuna baadhi ya viongozi wachache wamengatuka, na maeneo mengine hata hapa Arusha wapo, hata hapa Arusha wapo viongozi wachache sana. Kwa mfano aliyekuwa mweka hazina wa kanda ya kaskazini Emma Kimambo, mmemwona naye ndiye alianza mapema pamoja na dada mwingine anaitwa Jacqueline Kimambo. Kuna kijana mwingine ambaye anaitwa John Lema. Hao pia waifahamike, pia wanaishi Arusha. Wananye sifa gani? Mfano Emma Kimambo alikuwa ni mweka hazina. Na Emma Kimambo tarehe 11 ilikuwa ndio mwisho wa shughuli zake, kwa sababu amekuwa ni mtu ambaye amefanya matukio mabaya, hana nidhamu ndani ya chama, amekuwa akitumika vibaya, kutukana viongozi wa chama. Kwa hiyo tayari alikuwa kwenye pipeline tu kwamba chama kitamuonya, kwa maana Chadema Arusha hatuna bulabula wala hatutaki ujinga. Huyu John Lema tumemteua juzi kuwa afisa wa kanda. Yaani juzi tu, hana hata mwezi mmoja, afisa wa kanda, kwa sababu tuliona ni kijana msomi na amekaa bila kazi, kila akigombea mahali anashindwa, akigombea hapa anashindwa. Wananchi walishajua hizo roho. Tukasema labda tumrejeshe, lakini pia naye akaondoka. Jacqueline Kimambo yeye alikuwa ni katibu wa kamati ya mafunzo kwenye Chadema ni msingi, kamati ya mafunzo kwenye kanda ya kaskazini. Pamoja na haya yote walikuwa ni wanachama wetu, wamekwisha ondoka, wameungana na baadhi ya watu wa Kilimanjaro. Asante sana. Ni kweli kwamba mimi nilimuunga Mbowe mkono, na nikisema na kuunga mkono 100%. Niliona Mbowe ni wakati ambao anatakiwa au mwenyekiti wa hiki chama, atuandalie mwenyekiti. Na Lissu nilijua kabisa kwamba Lissu ni mtu ambaye chama kinatakiwa kimwandae kwenda kugombea urais, kwa maana ni mtu ambaye anaweza akapita na Mama Samia vizuri, akamshughulikia sawa sawa, akashona Chama cha Mapinduzi, akakieleza ukweli, akaweka vitu wazi. Kwa hiyo nilikuwa na moja kichwani, Lissu akagombea urais, Lissu akikaba kwenye urais, alafu Mbowe akikaba kwenye wenyekiti, alafu tukaendelea, tungekuwa na chama bora na tungeweza kufanya vizuri zaidi. Lakini tayari Lissu ameshashinda. Wote wako ndani ya Chadema. Na mimi nilichokuwa napigania, sikupigania tu nembo ya Mbowe, wala sikutaka tu kupigania nembo ya Lissu kwenye urais. Nilitaka kupigania nembo ya Chadema. Sasa wale G55 ambao wengi ni marafiki zangu, nilitegemea niko na watu ambao wanakipenda chama changu. Kumbe niko na wafanyabiashara kwenye mioyo yao. Sasa na mimi katika maisha yangu, mimi ni Mmeru brother. Na nitake kusema kwamba mimi sio mtu wa kuongwa. Hakuna cha kunipa ili niweze kupoteza utu wangu. Ukinipa fedha aina yoyote haitanisaidia. Na mimi sitaki kutumikia nchi yangu katika mazingira ya rushwa. Nitake kusema nilikuwa nakipigania chama, na kwa sababu wao hawana nia thabiti ya kupigania Chadema ambayo mzee Mtei bado yuko hai, ambao ameiasisi, sisi tutaendelea kuwapinga G55, tutaendelea kupinga mtu yote ambaye anaipinga Chadema. Mimi siko hapa kwa sababu nataka kumuunga Heche mkono, ambaye Heche anafanya vizuri sana. Na Heche amesimamia chama vizuri sana. Na ninajua kwamba wanamtarget na hata kumuumiza na kumletea makesi, lakini Mungu atamlinda Heche. Popote aliko atamlinda. Hatamlinda Mheshimiwa Godbless Lema. Godbless Lema ameamua kusimama kwa sababu anakitangaza chama, anasema no reforms, no election. Ameamua kusimamia hicho, na nimuunge mkono sana rafiki yangu Wenje. Nimemuona ameungana na wenzake. Wenje anasema no reforms, no election, na ni mtu ambaye nilikuwa naye timu moja. Nimeona wakina Boniface Yai, watu wote wanaojua uchungu wa Chadema, wameumia na Chadema. Huwezi kuacha hiki chama, huwezi kuacha gorofa ambayo sasa iko kwenye finishing, unakwenda kwenye chama cha kwenda kula ubwabwa. Na nyama ujui ni ya nyama ya nini, ni ubwabwa tu, unakwenda kwenye ubwabwa. Mambo ya aibu kabisa, haiwezekani. Kwa hiyo mimi nilichokuwa napigania ni chama changu, na nitaendelea kupigania hiki chama kwa gharama yoyote. Mimi nataka niwaambie mfano, ukienda kwenye jimbo la Arumeru Mashariki, mimi naitwa mbunge. Yaani pita leo utasikia mbunge wetu ni Mheshimiwa Mungure. Sijawahi kugombea ubunge, ila nilitia nia. Yaani hivi brother, nataka nikwambie, nikisema nakwenda kugombea leo pale, wale wananchi watanipa kura nyingi sana. Hata wagombea wa Chama cha Mapinduzi waungane 5 6, nisimame mwenyewe na bendera ya Chadema. Brother, nataka nikwambie lile jimbo unapiga asubuhi, hakuna atakayekaribia kura zangu. Lakini nimeamua hivi, huo ubunge unanisaidia nini? Kupeleka watoto wa watu waende wakapigwe,
mawakala waende wakanyang'anywe simu zao, mawakala waende wakapotezwe, na mimi mwenyewe niende nikapigwe. Tunatumia fedha, tunaumizwa. Ndio maana tunasema no reforms no election. Huo ubunge ubaki, udiwani ubaki. Tutafute kwanza njia ambayo kura ya mtu wa Arumeru Mashariki, kura ya mtu wa Arusha na Tanzania ikipigwa itaheshimika. Kwenye mitandao kwa tunaona Mheshimiwa Mwenyekiti, bila shaka na unaona watu mbalimbali wakiendelea kuzungumza kwamba kwenye hichi ambacho kinaendelea ndani ya G55 kwamba mwenyekiti aliyopita Freeman Mbowe yupo nyuma wa hiki ambacho kinaendelea ndani ya Chadema, na wanahoji kwa nini yuko kimya mpaka sasa hivi hajazungumza. Na wewe ni mtu ambaye alikuwa unamsupport kipindi cha uchaguzi na bila shaka unamfahamu vizuri. Kwa jinsi ambavyo unamfahamu mwenyekiti Freeman Mbowe, anaweza akawa nyuma hili kundi la G55 ambalo limeamua kusaliti msimamo wa chama? Mimi nina tabia moja ya kutokuzungumzia moyo wa mtu, kwa sababu niliona andiko moja la katibu mkuu Mheshimiwa Mnyika linalosema kwamba ameongea na Freeman, na Freeman amesema kwamba hayuko nyuma ya mtu yoyote, hao ni watu na shughuli zao, na Freeman ni kweli amekuwa kimya. Sitaki niwe msemaji wa Freeman. Moyo wake ndio unajua kwamba yuko wapi, na masuala ya kubashiri mimi sipendi. Kama yuko nyuma yao basi baadaye tutamuona, lakini kama yuko nyuma yao tutamuona baadaye kipigania chama chetu. Kwa ndicho ninachoamini. Bila shaka unatamani na yeye atoke aongee basi tujue yuko pande gani. Ningefurahi Freeman Mbowe angetoka leo akatoa msimamo wake. Ningekuwa na furaha kubwa sana na chama chetu kingeendelea kupata nguvu sana, na tungekuwa tunaonesha ule upinzani wa dhati. Ningefurahi leo Freeman angetoka akatoa sauti yake tu kwa nchi kwamba hawa G55 hii ama hama hakuna mkono wangu, na yeye mwenyewe pia haikemee kama mwanachadema ambaye ni mwasisi wa hiki chama. Ikitokea na waunga G55 mkono. Sasa hilo ni jambo jingine. Ikitokea na waunga mkono, sasa tutakuwa na lugha ya kusema hivyo baadaye kwamba ni mtu ambaye tulimwangalia kama mpinzani, sasa ametugeuka, na tulimwangalia kama mtu ambaye ni kioo cha Chadema, ametugeuka. Na kwa sababu ni moyo wa binadamu basi, lakini ni kwa sababu Chadema sio mali ya Freeman. Chadema itaendelea kusonga mbele. G55 huwa unawatazamaje? Unawatazama kwa jicho lipi hilo? Kwa sababu pia nao wamekuwa wakitoka hadharani na hoja zao kwamba kwa sasa wasikilizwi, wakitoa maoni wanaonekana kama sio wa ndani ya chama, wamekuwa wakipingwa baadhi ya maamuzi ambao wamekuwa wakiyasema. Asante. G55 nawachukulia kwa mambo mawili. Kwanza sio wavumilivu na wanatamaa. Nianze na sio wavumilivu. Mimi Mungure baada ya Freeman kushindwa nimetukanwa sana kwenye mitandao. Na nyewe mliona, nikatukanwa sana kwamba yeye imepanda imeshuka, amemuunga huyo Mbowe, aende kwa Mbowe afanye nini. Sikujibu watu, ila niliendelea kufanya shughuli za chama. Kwa sababu ninajua nini maana uchaguzi, afu najua chama changu. Hawa G55 kama wanabagazwa, wanatukanwa na Chadema ni mali yao, wakae ndani ya Chadema, walete hoja ndani ya Chadema, wao wavumilivu. Wakiwa wavumilivu baadaye tutaona wanaowatukana wana makosa, alafu watakemewa. Na hata wasipokemewa lakini watajikemea wenyewe. Kwa hiyo G55 sio wavumilivu, lakini la pili wanatamaa. Hiki huko wanakokwenda kufanya siasa ni chama cha upinzani wanasema, sio? Kwani Chadema sio chama cha upinzani? Sasa hizo ni tamaa za madaraka na kutafuta fedha. Ndio maana tunasema hivi, kuna mkono wa serikali lakini pia kuna mkono wa mtu pale kwamba ni nia ya kuiua Chadema. Leo nimesoma kwenye mitandao, sijui kama ni taarifa kweli, yani nimesoma sasa hivi inayosema msajili asimamisha wote walioteuliwa tarehe 21. Wote. Mimi nilikuwa kwenye ule mkutano. Sasa wewe msajili unamsikiliza Mchome kweli? Unamsikiliza Mchome kabisa. Unaamua kumsikiliza Mchome kwamba eti Mnyika sio halali, Lema sio halali, sijui Maemba sio halali, sijui huyu sio halali, sijui yani ukisikiliza yale mambo kama msajili ambaye kweli uko serious na una chama cha siasa, unapuza ule ujinga, tena unamkemea, unaacha Chadema iendelee. Msajili anatakiwa dili na vyama ambavyo hata taarifa havitoi. Chauma, TLP, NCCR, Tadea, NRA, Kafu. Yani vile usikii kabisa, yani kila siku unasikia tu msajili anakufa na Chadema kwa sababu ndicho chama chenye wanachama wengi hata kuliko CCM. Sasa inatakiwa msajili wa vyama vya siasa, kwa sababu hata kama anateuliwa na rais asimame katikati. Kwa sababu unajua, nikwambia leo mwandishi wa habari, pamoja na kwamba tunadili na katiba, lakini pia kuna Mungu. Yaani Mungu yupo. Kwa hiyo msajili anachokifanya ajue kwamba Mungu yupo. Mama Samia kemei hivi vitendo, ajue Mungu yupo. Sawa sawa. Mwanasheria mkuu wa serikali akemei hivi vitendo, ajue Mungu yupo. Pia na usalama wa taifa, mkurugenzi wa usalama wa taifa anaona kwamba Mdude
ameona damu kabisa ndani, ameona mke wa Mdude amebeba mtoto mgongoni brother. Analia, mume wangu amechukuliwa na polisi hapa, amepigwa na vitago vya polisi. Tumeona, mimi niko Arusha naona kule Mbeya kwenye mitandao. Mimi damu nimeziona zile. Na kweli Mdude hayupo na polisi wamedhibitisha. Rais amenyamaza kimya kabisa. Yule ni Mtanzania wake. Yeye ni rais wa Mdude, hatoke akemea, waambie polisi Soni Mdude atafutwe, hapatikane mara moja. Ali Kibao alichukuliwa simpo hivi akashushwa kwenye basi. Basi kabisa. Na magari ambayo ni mahadi topu, inasemekana ni mahadi topu, ni tinted na ni watu wametoka na mabunduki SMG ambazo kisheria SMG inamilikiwa na serikali pekee. Hakuna mwananchi anaruhusiwa kumiliki SMG brother. Wametoka na SMG wamezishika, wamemshika mzee Ali Kibao. Kibao yupo. Alikutoa Ununio, kweli au sio kweli? Ambako ndiko juzi wakina Pambalu, wakina Ngoto na wengine wamekutwa wamepigwa ile siku ya mahakamani, walikutwa huko Ununio huko maporini. Eneo lile ndiko watu wamekutwa brother. Sasa sisi tunataka kumwambia Mama Samia kwamba awapende Watanganyika kama anavyowapenda Wazanzibari. Yaani Mama Samia, wapende Watanganyika kama unavyopenda Wazanzibari. Ukiona Watanganyika wanaumizwa, wanapigwa, wanapotea, toa, yani ita waandishi wa habari, zungumza, kemea, kwa sababu wewe ni mama wa nchi. Mfano umesikia kabisa kwamba yule padri Kitima, katibu mkuu wa TIC, yani kweli padri anapigwa, askari anatokea anasema alikuwa analewa. Yani ina maana amepigana kwenye pombe, amepigana kwenye nini? Ningetegemea rais atoke akemee kile kitendo cha watu kumshambulia padri, hata kama wanaikosoa serikali yake, lakini akemee, kwa sababu ni Watanganyika na ni wamoja. Tutaendelea, watu wakiendelea kunyamaza, itafikia mahali watafika kwenye turning point. Yani kileleni wameshafika pale. Watanzania na Watanganyika watataka masiara tena na nchi yao. Saa hiyo ni kwamba watasema liwalo na liwe. Sasa tusiende huko. Kabisa. Kwa hiyo mimi nitaki kusema hivi, hata hiki nilichokiona leo eti kwamba sijui wameandika Mnyika sio sijui nani, sijui. Sisi Chadema tunamtambua Mnyika atakuwa katibu mkuu. Tunamtambua Mheshimiwa Amani Golugwa atakuwa naibu katibu mkuu. Tunamtambua yule wa Zanzibar. Tunatambua na wote waliotauliwa. Wakisema hapana, sisi tunaweza tukaitana kwa fedha zetu, kwa nauli zetu, wajumbe bado tukashona kama walivyoshona Mlimani City pale, kwenda kuwadhibitisha wale watu. Kwa mimi nitaka tu kuambia wanachadema nchi nzima popote waliko, tuweke utu, tukipende chama chetu, tuweke maslahi ya chama chetu na tusiogope. Haya ni mapito tu. Ni mapito ya wana wa Israeli kuelekea Kanani. Kanani tunaiona na tutatoboa.